Sasa bwana, tukisalia hapo hapo katika ligi ya mabingwa barani Afrika CAF ya Simba Sports, wao jana wakiliwakilisha taifa mwakilishi mwingine huyu wa Tanzania alicheza mechi katika uwanja wa Benjamin Mkapa na akapoteza. Hapo nimemeza mate kidogo. Kwa Mkapa atoke mtu. Mate ya uchungu kidogo nimeameza. Akapoteza. Katika mchezo ambao ulianza na habari kubwa ikiwa ni kocha kuchagua kuanza bila mshambuliaji ama kocha kuanza na mshambuliaji kivuli. Jambo ambalo pia lilitokea kwenye mechi kadhaa zilizopita, kama unakumbuka ziko nyakati aliaminiwa Kibu Dennis. Mara mbili sasa naona ameaminiwa Mutale, mechi ya JKT na mechi ya jana pia naona anaaminiwa Mutale kucheza kama striker. Na nimemsikiliza mwalimu, kwa maana ya meneja nimemsikiliza, sio mwalimu, meneja. Meneja anasema wao kama benchi la ufundi walitathmini jinsi ambavyo inacheza Petro Atletico di Luanda na namna ambavyo waliona ni timu ambayo ina ma center back wawili giant sana ambao wako akili yao inawaza zaidi kuuchezea mpira na wako very slow kuuchezea mpira. Kwa akawaza kuwa na kiungo mwingine wa ziada lakini mwenye kasi, kwa maana ya kusafirisha mipira kwa haraka sana. Anapotathmini alifanikiwa hasa kipindi cha kwanza. True enough, nafasi zilitengenezwa. Lakini kwako wewe, unaona ni uthubutu kiasi gani kuwa na mastriker watatu waliokamilika sana wenye profile tofauti, unawaweka bench alafu unakwenda na viungo ambao kwa sasa hawana nambari nzuri, confidence yao iko chini hasa mbele ya lango katika mchezo muhimu na mgumu wa hatua ya makundi? Ya kwanza tukubaliane jambo moja. Nafikiri mwalimu wa meneja wa Simba alikosea. Unapotaka kutengeneza force number 9, unaangalia kiungo wako yupi anaweza kukuletea athari kwa lango la mpinzani. Sababu kuweka Mtale ambao ukienda kutafuta namba zake ni dhaifu, wakati kuna au ambaye namba zake ni bora, kwa ni bora umchukue. Kama unaamua kwenda na hiyo mentality kwa kumchunguza mpinzani wako vizuri, na baada ya kumchunguza mpinzani wako vizuri unagundua kwamba hiyo inaweza kuwa ni loophole. Na hiyo pia imetokea mara kadhaa hata Europe huko, kwamba unakutana na ma center back ambao wana nguvu sana, unawabadilishia aina ya forward, unamtengenezea forward ambao ni mobile, hatumii nguvu. Lakini je, anakuwa na uwezo wa kutumia chances na kutengeneza chances kwa uzuri zaidi? Kwa hiyo binafsi nafikiri kwenye uchaguzi wake, kwenye mawazo yake yale alistahili kumweka Charles Awa kwenye lile eneo, kwa sababu unajua huyu kwanza anaweza kutengeneza numbers, lakini mwisho wa siku pia anaweza kuhold mpira, timu ipande juu na itengeneze mashambulizi kwa kujiachia zaidi na kwa kujiamini zaidi, sio too much transition. Kwa hiyo mimi nafikiri hiyo alikuwa na wazo zuri, lakini implementation yake na uchaguzi wa wachezaji wa nani atumike kwenye ile nafasi haikuwa sahihi. Na hilo ndo sehemu nyingine ambayo alikosea. Sehemu nyingine ambayo alikosea, aliweka viungo wawili wanaofanana tabia. Ukienda kumwangalia kwenye wale viungo wawili, kuna Nabi Kamara pamoja na Kante. Wale ni viungo ambao wanaivuta timu, yani wanavuta pressure zaidi kwa timu kuliko kurelease pressure kwa timu. Sasa kila mchezaji ambaye atapokea ule mpira atagusa mara ya kwanza, mara ya pili atapiga pass back. Na kwa hiyo kumekuwa kuna pasi nyingi za kwenda nyuma kuliko pasi za kwenda mbele. Kwa hiyo ukishapiga pasi nyingi za kwenda nyuma, maana yake unaenda unarudisha timu nyuma zaidi. Ndio maana jana utaona timu iko kwenye eneo la kuprogress inarudi tena nyuma. Kwa hiyo mimi nafikiri mwalimu wa Simba ana matatizo makubwa kwenye uchaguzi wa kikosi chake. Matola sasa. Sio Matola, sababu hata kwenye majadiliano nilikuwa naona Pantev anazungumza na msaidizi mwenzake, na Matola amebaki tu amekaa. Kama ndio hivyo, maana yake basi utumie neno meneja. Maana sio mwalimu. Meneja sio mwalimu. Meneja sio mwalimu. Unajua hakuna kitu kigumu. Meneja wa Simba lakini sio mwalimu. Meneja wa Simba meneja wa Simba. Sasa hiyo la gumu sana hiyo. Sasa kuna mameneja wengine ni walimu. Unajua hilo ila meneja yule wa Simba sio mwalimu. Sio kocha mkuu. Yes, maana yangu ni kwamba ana struggle na uchaguzi wa kikosi. Wakati silaha ya kumsaidia kuchagua kikosi iko pale pale kwenye bench. Lakini haiondoi ukweli kwamba Matena nafasi Simba alitengeneza. Alitengeneza nafasi kupitia Morris Abraham kipindi cha kwanza. Nusu nafasi aliipata Eli Mpanzu. Mikwangu ile naiona kama
ilikuwa ni clear chance. Achana ya kipindi cha pili. Najua unaifikiria ile ya kipindi cha pili. Mimi nafikiria ile ya kipindi cha kwanza ambayo yes akapiga juu zaidi, akaopt kupiga juu zaidi. Lakini nafasi bora zaidi nafikiri ilikuwa ni ile ya Morris Abraham ambaye nafikiri body position yake ndio ilimnyima namna ya kustrike vizuri ule mpira, akajikuta anataka kupress kama anapasia hivi. Mimi naamini hiyo. Kwa nafasi zitengenezwa, kwa mwalimu alikuwa sahihi kwa kile ambacho anakizungumza kwamba alihitaji wachezaji ambao watasafirisha mpira kwa haraka, kwa sababu tangu alipoingia striker hakuna maajabu yaliyotokea tena, na from pale ndio ma center back wakaonekana wako very comfortable, timu ikaanza kucheza, Simba wakaanza kuonekana wako nyuma mpira kwa kiasi kikubwa. Kwa kumbe mwalimu alikuwa sawa sawa kwenye mahesabu yake. Mahesabu yake yalikwenda sawa kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kwa jinsi ambavyo nilikuwa naona tabia ya Simba uwanjani ilikuwa inaonyesha wanacheza katika mfumo 4-2-2-2. Unamuona Eli pamoja na Morris katika matukio ya mwisho. Unamuona Mutale pamoja na Neo katika ile zoni ya 14 pale, wakiliacha ile eneo la katikati, alafu Kamara na Alassane Kante unaona wakiwa wanatawala katika ile duara la katikati. Kwa kuna tabia nilikuwa naona ya 4-2-2-2 ambao Simba walikuwa wanaichezea huo mfumo huo ambao ubora wake ni kwenye kufanya pressing. Simba walikuwa wakiwa hawana mpira kabisa, wanakabia ile gegen pressing yenyewe ile ambayo walikuwa wanaishuhudia kipindi kile kwa Jurgen Klopp, wakina Julian Nagelsmann wakati kwa RB Leipzig, wako very aggressive, wako man to man katika kila nafasi ya mchezaji wa Petro kwenye half yao, halafu wakiupoteza ule mpira wanafanya counter press. Kwa hiyo walikuwa wanakaba kwa nguvu sana, halafu wanakimbia kwa kasi na kwenda kwenye eneo la mwisho, na ndio maana tukaona kuna nafasi ambazo zilitengenezwa na ndio zikapatikana takriban 3 za wazi, big chances 3 Simba ambazo zilizipata jana, na shot on target ikawa ni moja. Yani katika big chance 3 ambazo zilitengenezwa, Eli ile ya alomtoka kipa akapiga kwenye nyavu za pembeni, hiyo ya Morris pamoja na nyingine tena ya Limpanzo. Pasi 3 kubwa na shot on target 1. Kwa hiyo lengo lake lilikuwa limetimia, lakini uzalishaji wa kile ambacho tunakifanya baada hii kazi kubwa unaifanya nyuma, uzalishaji ndio ukawa ndio mbovu. Kwa sababu moja nikupe tabia ya timu ambazo zinacheza na Petro Atletico. Mara mwisho, mchezo wa mwisho wa kiushindani wa asilimia kubwa ambao waliucheza ilikuwa ni 2023 dhidi ya Mamelodi kwenye mashindano ya AFL ambayo walifungwa goli 2-0. Mamelodi alimiliki mpira na kupiga pasi takribani 400. Sasa wana Simba, nenda katazama takwimu za mchezo wa Simba na Atletico, zinafanana vile vile na takwimu za Mamelodi na Petro kwenye ule mchezo wa AFL mwaka 2023. Mamelodi walitengeneza nafasi, walipiga mashuti on target 3, wakafunga magoli hayo 2. Kwa hiyo ambacho kilikosekana hapo ni ufanisi wa wachezaji kuzimalizia nafasi. Nafasi ndio zimetengenezwa, lakini ule ufanisi wa kuzimalizia nafasi ndio ambao ulikosekana. Tunakuja kwenye conclusion ya kwamba squad selection ya Dimitri Pante kosa mtu sahihi wa kuweka mpira kwenye nyavu. Lakini unapomwona mwalimu anakuwa na machaguzi ya namna hiyo, licha ya kwamba nao washambuliaji, alafu anatamani kutumia viungo kama washambuliaji, ni ujumbe anautuma kwa viongozi kwamba nilionao hawanitoshi kwa aina yangu ya mpira, kwa sababu huyu ni kocha ambaye amekuja tayari timu imeshasajiliwa, yani kwa maana timu imekamilika, yeye amekuja tu kupokea vijiti vya mwingine. Nafikiri ujumbe mzuri unautuma pale kama mwalimu umeshinda mchezo. Sikaeleka vizuri. Yani shinda mchezo, unatuma ujumbe wako kwamba hawa nilionao hawanitoshi, ndio maana lazima kumtumia huyu ambaye sio effective, lakini ananipa kile kulingana na kile ambacho nakiamini. Kama matokeo hujapata, unakuwa sio ujumbe, unakuwa sasa ni sehemu ya dhihaka kwa viongozi kwamba mna wachezaji wazuri na siwezi kuwatumia wakanipa matokeo. Maana yangu ni kwamba kama ingetokea Mutale amefunga au ingetokea kwamba jana Simba ameshinda mchezo, ingekuwa ni kati ya message nzuri sana kwa viongozi. Lakini matokeo yamekuwa tofauti. Siko naeka vizuri. Kwa mantiki inakuwa sio message tena, inakuwa ni kitu tofauti. Kwamba
anatuonyesha sisi kwamba yeye ni jeuri, lakini hata pale lakini mtazama nafasi kama hii anapata mtu kama Elie Mpanzu, tayari ushamzunguka golikipa, kuna pressure yoyote. Nini kinatokea? Unajua wajaribu kuwaza na kufikiria, kazi ya walimu ngumu sana. Yes, ni kwa sababu gani sasa? Ni kwa sababu huyu Mpanzu inabidi asafiri distance ndefu kwenda kufanya execution. Unapochukua kocha mkuu Matola akanyanyuka kwa mara ya kwanza kwa hasira. Yes, maana yangu ni kwamba yani distance unapochukua kiungo aenda kashambulie, maana yake anasafiri distance ndefu ya kwenda kufanya execution. Kwa hiyo the distance ile anayoichukua kwenda kufanya execution, maarifa, nguvu inaenda kupunguza utulivu wa kufanya maamuzi ya mwisho. Na ndio maana wachezaji wengi ambao wanakimbia distance fulani kwenda kufunga mara chache sana kufanya matukio sahihi. Kwa hiyo kinachofanya anazidi kuhukumiwa ni kwa sababu mchezaji ambaye anafanya hilo tukio ni mchezaji ambaye tayari ameshakimbia vya kutosha uwanjani, energy imeisha. Lakini pia watu wengi labda wanashindwa kufahamu kwa nini Genk pia waliweza kumwacha Mpanzu. Kuna utofauti wa mchezaji kuwa na kipaji kikubwa, lakini huyu mchezaji mwenye kipaji kikubwa kutambua mbinu, tactics as a player, kuingia ndani ya mbinu. Kwa hiyo Mpanzu unajua kuna wakati anacheza kama ni street footballer, kwamba anapiga chenga, anafanya vitu ambavyo sisi tunafurahia kuviona. Lakini sasa wakati kwenye hiyo pasi ukienda kuangalia vizuri namna ambavyo alistahili, jinsi alivyopewa ile pasi, ilibidi asiguse zaidi ya mara 2 ameshafanya execution. Sio kanaeleka vizuri. Sasa ndo maeneo hayo unahitaji kuwa na striker. Exactly. Yani ambaye tayari hajakimbia vya kutosha, kuna utulivu mkubwa, anajua goli liko wapi. Sasa ubaya ameingia striker alafu nafasi hazipatikani. Nitakuja kuniambia